Rafiki yangu mpendwa, mtazamaji na msikilizaji mwaminifu wa Theologies TV, nikutakie heri ya mwaka mpya, nikukaribisha kwenye robo mpya ya kwanza kwenye mwaka 2026 ambayo inazungumzia kuhusu unir les cieux de la terre, Christ dans les épîtres Philippiens et aux Colossiens. Kwa kifupi tu, kwenye robo hii ya kwanza kwenye mwaka 2026 utazungumzia tu nyaraka za Paulo kwa kanisa lile ambalo ni la Filipi na lile ambalo ni la Kolosai. Okay? Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, somo hili ni somo muhimu sana kwa sababu vitabu hivi ya Wafilipi iliandikwa wakati Paulo alikuwa yuko kwenye gereza. Na ni kwenye gereza hapo ndipo anatoa maneno mazuri kwenye fungu letu la kariri kwenye Wafilipi sura 4 mstari wa 4 anaposema furahini katika Bwana siku zote, tena anasema furahini. Angalia, ni mtu ambaye yuko kwenye jela ndiye anatupatia maneno ya kufurahi. Anasema tupate kuwa na faraja. Kwa hivyo uzoefu wa Paulo, uzoefu wa mtume Paulo unafundisha kwamba mateso hayamaanishi kuachwa na Mungu. Hata akiwa gerezani, Paulo aliendelea kuwa mtumishi hai, mwenye furaha na mwenye roho ya utume. Minyororo ya wanadamu haiwezi kamwe kuifunga kazi ya Mungu. Mara nyingine tunadhani ya kwamba tunapoteseka Mungu ametuachilia. Kwenye somo hili tunaona kwamba hata watu wa Mungu wanaweza kuteswa. Fundisho linasema wanateswa lakini hawajaachwa, persekute lakini hawako délaissés ama hawako abandone. Basi Mungu akubariki unapofikiria ukiomba, ili kwamba somo hili lipate kuwa na mguso ndani ya maisha yangu na yako. Paulo alionekana kuwa mfungwa wa Yesu Kristo. Paulo hajajiona kama mfungwa wa Rumi, bali kama mfungwa wa Yesu Kristo. Kwenye barua ya Paulo kwa kanisa la Waefeso 3:1. Kwa hivyo kifungo chake hakikuwa kushindwa, bali kiligeuka kuwa uwanja wa utume. Aliwahubiria askari, akaandika hata barua za kiroho, nyaraka za kuyaimarisha makanisa. Ndio mtazamaji na msikilizaji, mahali pa jela ni panakuwa na mateso, lakini huyu akaamua kuendelea kuwatia watu moyo. Kwa hivyo kile kinachoonekana kama kizuizi kinaweza kuwa hata nafasi ya utume tunapoona mambo kwa mtazamo wa Mungu. Angalia katika maisha yako, ni kitu gani kinaonekana kama kizuizi kwa kazi ya Mungu? Unaweza kuomba Roho Mtakatifu afungue macho yako ili uone kwamba hiyo ni fursa ya kutangaza Yesu Kristo. Paulo akiwa amefungwa, lakini alijikuta yuko huru moyoni. Katika Wakorintho wa pili 4:7-12, Paulo anakiri udhaifu wake wa kibinadamu, lakini anajua kuwa nguvu kutoka kwa Mungu. Mara nyingi tunaona kazi ambayo Mungu ametupatia kuhubiri inakuwa ni kubwa, ndiyo inakuwa ni kubwa kwa ubinadamu wetu, lakini huko tukimtegemea Mungu tunaweza kufaulu na kushinda. Anasongwa lakini hachoki, anateswa lakini hajaachwa. Mara nyingi tunasema tumechoshwa, tumesongwa na shughuli za maisha zinafanya kiasi ya kwamba tusijifunze neno la Mungu, tusiombe. Lakini huyu alikuwa amechoka lakini hajaacha. Wewe unaweza pia kuchoka lakini endelea kusonga mbele. Maisha yamekuchosha, endelea kusonga mbele pamoja na Yesu Kristo. Rasilimali zake zilikuwa ni maombi, alikuwa mtu wa kuomba, wa kusoma neno la Mungu. Kwa hivyo nguvu ya Roho Mtakatifu ilikuwa ikimchaza na alikuwa na maono yaliyo wazi kwa wito wake. Mara nyingine tunachoka kwa sababu hatujui, hatuna mtazamo wazi wa kazi ambayo tunakuwa nayo. Kwa hivyo Mungu hujiridhisha zaidi kupitia udhaifu wetu kuliko nguvu zetu. Tunapojua kwamba sisi ni madhaifu, huko tunamuomba. Huko tukisoma Biblia, Theologies TV tuna mpango wa kusoma Biblia siku baada ya siku. Tumeanza tarehe 1. Unaweza kujiunga nasi ukiandika kwenye namba yetu ya simu ama kwenye comment. Hapa tuangalie kazi iliendekaje huko Filipi, mateso kama mlango wa Injili. Huko Filipi Paulo na Sila walipigwa na kufungwa bila kosa lolote. Kumbuka kwamba mara nyingi sisi kama binadamu tunapoona wafungwa tunawatazama kwa mtazamo wa kudhani kwamba wale ndio wadhambi kuliko sisi. Kumbuka kwamba kwenye majela kuna watu ambao hawana hata hatia. Ni watu wa Mungu ambao Mungu anawapenda. Wako wengi ambao ni wadhambi kuliko wale ambao wako hata nje. Kwa hivyo Paulo na Sila walipigwa na kufungwa bila kosa, lakini sifa zao usiku wa manane zilileta wokovu kwa askari gerezani na familia yake. Roho Mtakatifu alimuongoza Paulo kwenda Filipi akijua kuwa mateso yangeweza kuwa sehemu ya mpango wa Mungu. Mara nyingi mateso tunayopitia ni sehemu ya mpango wa Mungu. Kwa hivyo utii kwa Mungu hauondoi majaribu, bali huipa majaribu maana na matokeo ya milele. Usidhani kwa kuwa ni Mkristo umempokea Yesu kwa Bwana mkombozi wa maisha yako ndio maana mateso utayapata tu, lakini endelea kumtumainia Mungu. Paulo na Wakolosai, mambo iliendekaje? Utume unaozalisha utume. Inaonekana Paulo hajawahi kufika huko Kolosai tunaposoma kabisa, lakini kupitia Epafra
injili ilifika huko. Ilikuwaje? Hii inaonyesha nguvu ya mkakati wa Paulo wa kufundisha wanafunzi wanaoweza kufundisha wengine. Hivyo wewe umejifunza katika kanisa la Waadventista wa Sabato, nawe pia unafunza watu wengine namna gani? Sio la muhimu tu kujifunza peke yako, unapojifunza uwafunze pia watu wengine. Katika barua kwa Filemoni, Paulo anamuomba ampokee Onesimo si kama mtumwa tena, bali kama ndugu mpendwa katika Kristo. Kwa hivyo funzo muhimu, injili hubadilisha mahusiano ya mwanadamu kutoka ndani, hata pale mifumo ya kijamii bado ipo. Mara nyingine tunaona wengine, huyu ni makabila fulani, hatuendani, lakini mara tunampokea Yesu Kristo kuwa Bwana mkombozi wa maisha yetu, mambo ya ukabila inamalizika kabisa. Makanisa ya Filipi na Kolosai, Paulo anawaita waumini watakatifu, yaani watu ambao walitengwa kwa ajili ya Mungu. Kwa hivi pia anaonyesha umuhimu wa mpangilio mzuri wa kanisa. Tuna wazee wa kanisa, mashemasi kwa ajili ya udhibiti na ukuaji wa kiroho. Funzo ambalo tunalipata hapa ni kwamba utume na mpangilio wa kanisa havipingani, vinakamilishana. Funzo la maadili. Kwa hivi mpendwa, somo ambalo naweza kulitosha hapa ni kwamba Mkristo pia anaweza kuteswa, lakini hawezi kamwe kuachwa na Mungu. Mungu hubadilisha magereza kuwa madhabahu, minyororo kuwa ushuhuda, na mateso kuwa baraka kwa wengine. Kwa hivi furaha ya Mkristo haitokani na hali alizozipitia, bali na uwepo wa Kristo, kulingana na Filipi 4:4. Mungu akubariki unapoendelea kutafakari kuhusu somo hili. Kumbuka kwamba Mungu yupo pamoja na wewe. Tuombe. Asante Yesu Kristo, kwani umetuonyesha kwamba hata katika minyororo ukiwa pamoja nasi tutakuwa washindi. Bariki mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tupate kushuhudia kama Paulo katika hali zote, katika jina la Yesu Kristo, amina. Ndugu mpendwa mtazamaji na msikilizaji, usikose kusubscribe, like na kushare.